Usiku wa leo nataka ukumbuke jambo ambalo watu wengi ulisahau wakati wa Ramadhani. Kila mwaka katika mwezi huu mtukufu, Waislamu duniani kote husubiri usiku mmoja wa fumbo, usiku unaojulikana kama Lailatul Qadr. Qur'ani inatuambia jambo la kushangaza kuhusu usiku huu. Usiku mmoja ni bora kuliko miezi 1000. Hiyo ni zaidi ya miaka 83 ya maisha ya mwanadamu. Tafakari hilo kwa muda mfupi. Usiku mmoja unaweza kubeba uzito mkubwa kuliko maisha yote. Kwa hiyo swali la kweli si lini usiku huu unakuja. Swali la kweli ni kwa nini usiku mmoja unaweza kuwa na nguvu kubwa kiasi hicho. Qur'ani inatupa dokezo katika sura Dukhan. Inatuambia kuwa katika usiku huu kila jambo lenye hekima huamuliwa. Mwelekeo wa maisha ya mwanadamu kwa mwaka unaokuja huandikwa. Riziki, uhai na kifo. Mabadiliko yasiyoonekana katika safari yetu. Lakini hapa kuna siri ya ndani zaidi ambayo watu wengi huiweka kando. Hatima si maandishi yaliyoganda yasiyobadilika. Katika falsafa ya mwanafikra mkubwa Mulla Sadra, hatima husogea pamoja na roho. Alifundisha jambo la kina linaloitwa harakati ya kimsingi. Wazo kwamba roho ya mwanadamu hubadilika kila wakati, husonga kila wakati na huendelea kuwa kitu kipya. Mtoto anaweza kukua akiwa na hasira, ubinafsi na kukosa subira, lakini kupitia maisha, kupitia tafakari, kupitia mapambano, roho hiyo hiyo inaweza kuwa mpole, mwenye hekima na iliyojaa rehema. Mwili unaweza kuzeeka, lakini mabadiliko ya kweli hutokea ndani. Kama vile embe huanza kama ua dogo, kisha kuwa tunda la kijani, halafu polepole kuwa tamu na la dhahabu. Kiini hubadilika na roho pia hubadilika. Hiyo ina maana kwamba hatima si kitu kilichofungwa kama jiwe. Hutiririka pamoja na unavyokuwa. Ikiwa roho yako inang'aa zaidi, njia yako huanza kuelekea kwenye nuru. Ikiwa roho yako inakuwa na giza zaidi, maisha huanza kufuata giza hilo. Hivyo watu wanapouliza, je, hatima inaweza kubadilika? Swali la kweli ni hili. Je, wewe unaweza kubadilika? Na ndiyo maana usiku huu una umuhimu mkubwa sana. Kwa sababu Lailatul Qadr si tu usiku wa ibada. Ni usiku wa mabadiliko ya ndani. Ni usiku ambao milango ya rehema hufunguliwa kwa upana kuliko tunavyoweza kufikiria. Lakini mvua ya rehema hujaza tu nyoyo zilizo wazi. Ikiwa moyo umejaa kiburi, husuda, chuki na nafsi, hata nuru iliyo wazi zaidi itapata ugumu kuingia. Lakini ikiwa moyo ni mnyenyekevu, uliovunjika na wa kweli, huwa chombo kilicho tayari kupokea nuru ya kiungu. Na wakati mwingine, mabadiliko makubwa hayafanyiki nje yetu. Wakati mwingine, mali yako haiongezeki ghafla. Matatizo yako hayapotei mara moja. Lakini jambo la kina zaidi hutokea. Unapata subira ambayo hukuwa nayo hapo awali. Nguvu ambayo hukujua ipo ndani yako. Imani inautuliza moyo wako katikati ya dhoruba. Na huenda hilo ndilo mabadiliko makubwa zaidi ya hatima kuliko yote. Kwa sababu roho iliyobadilika inaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa maisha. Hivyo usiku wa leo, ikiwa utajikuta ukinong'ona dua katika ukimya, ikiwa tone la chozi litaanguka bila mtu mwingine kuona, ikiwa hatimaye utakubali makosa yako na kurejea kwa unyenyekevu wa kweli, usidhani kwamba hakuna kilichotokea. Huenda mbingu zimeandika ukurasa mpya katika simulizi ya maisha yako. Na usiku mmoja tulivu, huenda ukawa ndio usiku uliobadilisha maisha yako yote milele.